Habari za muda huu tena mpenzi mtazamaji wa Baharia TV, karibu tena katika channel yetu. Moja kati ya taarifa muda huu ni kwamba mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Bara Isihaka Mchinjita tunaridhiana vipi wakati Lissu akiwa anakabiliana na kesi ya uhaini, na mnaomba tumsikie hapa akiwa anaongea. Kwa chama kikubwa cha upinzani ana wafuasi wengi sana. Chama chake kimewahi kuwa chama kikuu cha upinzani, kaunda serikali kivuli bungeni, na kweli kina mchango mkubwa sana kwenye kujenga uelewa wa demokrasia yetu, ukuaji wa demokrasia yetu, na huwezi kuignore ile impact ya iko chama. Kiongozi wake yuko kule, unamwambia ni haini, maana yake anatakiwa auawe kwa maana ya kunyongwa kwa sababu ya kosa alilolifanya. Ndio kiongozi wa watu. Sasa bora angekuwa amefanya hilo kosa. Hilo kosa liko wapi? Dhana ya uhaini sasa hivi na muhimu sana niweke kwenye record hapa kwamba kwa tawala za Afrika lugha ya uhaini huwa ni lugha inayotumika kuhalalisha ukatili, torture, matukio ya utekaji, matukio ya kupoteza watu, na hata mauaji dhidi ya wale wapinzani wa serikali. Hata wale wanaosema uhaini hawaamini kwamba kuna uhaini. Uhaini ni kupindua nchi, state, yani utulivu wa kidola uliopo kwenye nchi yetu. Sio dola yenye tishio la kwamba inataka kupinduliwa. Yani huwezi kuona hata wakati anayezungumza aidha ni rais au waziri mkuu au mtu yeyote, wakati anazungumza kwamba kulikuwa na uhaini, haumuoni kama yuko kwenye saikolojia ya kwamba kulikuwa na uhaini. Tuwe kuwa na matukio hapa. Mwalimu Nyerere aliwahi kutaka kupinduliwa, akaja akaibua kuzungumza na vyombo. Kwa hiyo hata ukisikia sauti ya rais anazungumzia kwamba kulikuwa nataka kufanyika mapinduzi, jeshi lime-maintain situation, ulikuwa unajua kwamba wewe sauti ipo kwenye confusion ya namna hiyo. Kwa hizi lugha zinazoonyesha kwamba bado understanding yetu ya dhana ya maridhiano ni kujenga mazingira ya utulivu wa kutawala, na sio kujenga mazingira ambapo tutaondoa matatizo yetu ya kitaifa yaliyokuwepo na tutajenga msingi wa pamoja. Ndio maana unakuta hata watu wazima, wazee ambao wana credibility zao kama kina mzee Warioba, wakizungumza wanatukanwa hadharani kwa sababu wanataka accountability. Sasa unawezaje kuzungumzia dhana ya maridhiano katika sura ya namna hiyo? Kwa sisi tunaona maridhiano ni kitu muhimu, lakini huwezi kuzungumzia maridhiano katika mazingira ya kuficha ukweli. Kwa sababu maridhiano ya kweli lazima yawe na accountability, lazima yawe na uwajibikaji watu waliokosea. Na dhana ya uwajibikaji ni dhana pana sana. Sababu huko uwajibikaji, uchunguzi ukishafanyika, hapa wapi Rwanda na Burundi ulifanyika uchunguzi, mauaji ya kimbali yamefanyika, mpaka zikaanzishwa zile mahakama za Gacaca na mahakama ambazo hata hukumu yake nyingine ilikuwa ni watu kureveal tu walichofanya na kusamehewa. Lakini ilikuwa ndio namna ya kuja kuwaleta watu pamoja, kurealize kwamba tulifanya makosa. Sasa lazima mufanye hiyo. Haiwezekani watu wanatafuta maiti za ndugu zao hawazioni. Sasa tunaridhiana vipi? Tutarejesha uhai wa wale watu? Hatuwezi kurejesha. Lakini vipi accountability? Tunawezaje kuona kwamba hili tatizo limetokea? Nani alisababisha tatizo? Mazingira yapi yalifanya tuingie kwenye tatizo kubwa la namna hii kama nchi? Na kwamba baada ya hapa nani anabeba nini? Ya nani anawajibika kwa lipi? Na hawa walioathirika wanasaidiwaje? Ili haya yote kwa pamoja yakishajengewa msingi, ndio mnaweza mkakaa sasa kama taifa mkasema bwana, tujenge mazingira ambapo haya mambo hayatotokea. Na kwenye meza ya maridhiano kila mmoja akiwa na nia na uelewa tofauti juu ya hilo jambo. Na hayo ni moja kati ya machache ambayo Isihaka Mchinjita ameongea hapo. Na mimi ngoja nikusomee baadhi ya comment hapa. Anasema mwezi mtukufu hautaki mambo haya. Huyu mwamba ni mkweli. Anasema wewe ni Pepe kabisa, kocha wa Man City. Anasema jamaa akapiga kwenye mshono. Anasema ni sahihi kabisa. Anasema sasa kwa nini mliingiza timu? Anasema mpaka leo kaka ni chama kikuu, usisahau hilo kamwe. Anasema big brain. Anasema basi waachiwe wafungwa wote Tanzania nzima ndio turidhiane. Anasema bila yeye huwezi chochote. Na hizi ni moja kati ya comment za wadau hapa. Je, wewe una comment gani mdau? Tukutane kwenye comment hapo chini. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.